ukasema hivyo. Na sio tu mfungaji wa mabao, lakini pia ni mchezaji ambaye anafunga kwenye nyakati muhimu. Unajua unaweza kuwa na mshambuliaji ambaye kwenye kila mechi anafunga, lakini anafunga goli la 4 na la 5. Lakini unapokuwa na Fiston Kalala Mayele kwenye kipindi ambacho unahitaji mshambuliaji wako kufunga goli muhimu, basi Fiston amekuwa akifanya hivyo. Ukiangalia kwenye michuano ya CAF Champions League, kuanzia kwenye hatua ya makundi hakuwa na mabao mengi sana. Au mabao 6 ambayo aliyofunga, mabao 7 aliyofunga alianza kufunga kuanzia kwenye hatua za mtoano. Kwa hiyo inaweza kuonyesha kwamba ni miongoni mwa wachezaji ambaye anafunga kwenye nyakati muhimu, kwenye nyakati ngumu sana ambapo timu inahitaji mchezaji wake bora aweze kuamua matokeo. Fiston amekuwa akifanya hivyo. Tumeshuhudia kwenye kombe la mabara namna ambavyo aliweza kuwavurusha Al Ahly ya pale Saudia akifunga mabao 3 peke yake, kwa maana hat-trick mbele ya watu kama kina Riyad Mahrez au kina Ivan Toney. Hii inakuonyesha kabisa kwamba ni mchezaji wa namna gani. Juzi ameweza kuisaidia timu yake kuweza kushinda ubingwa wa CAF Super Cup, kwa maana kwamba ni kombe ambalo kwa wenzetu Europe wale inatumika kufungua michuano ya Ulaya, lakini sisi kwetu wewe inatangulia michuano zile inakwenda kufanyika CAF Super Cup, na aliweza kusaidia timu yake kufunga bao pekee ambalo alikwenda kuwapa ubingwa klabu ya Pyramid ambapo alikuwa anakwenda kucheza dhidi ya RS Berkane. Kwa kwangu mimi Fiston Kalala Mayele kwa msimu huu ndiye mchezaji ambaye anastahili kuweza kuwa mchezaji bora wa ndani kwenye bara la Afrika kutokana na performance yake kubwa ambayo amekuwa akionyesha kuanzia kwenye ligi ya ndani mpaka kwenye michuano ya CAF competitions kote amekuwa na ubora mkubwa. Al Ahly